بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika yatakikana tumshukuru kwa kuwa ameweza kutuwafikia tukapitiwa na mwaka tukaingiwa na mwaka. Mwaka ni kitu kilikuweko kabla ya Uislamu, na katika Uislamu kumetajwa miaka ndani ya Qur'ani, ndani ya hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ila tofauti itakuwa tu, je, hii tarehe ambayo kwamba tunayo sisi ndiyo tarehe aliyoiweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Bila shaka sote tukubaliana kuwa kitu ambacho kwamba kinaitwa mwaka kilikuweko, na mtu kukataa kitu mwaka ataambiwa huyu khalim min at-tarikh, yuko mtupu, hajui tarehe kabisa. Kwa sababu tarehe yoyote utakao kuisoma inaelezea miaka ndani yake, na hakuna tarehe nzuri kwa Muislamu kama Qur'ani. Qur'ani imeelezea kwamba Nabii Allah Nuh aliishi kwa kaumu zake 1000 illa 50 aman, na hapa wanazuoni watuambia kuna tofauti saa nyingine katika Qur'ani inapotaja kilma cha am na sana. Zikipambana hizi mbili, Kiswahili zote ufasiriwa sana ni mwaka na amun ni mwaka, lakini sana ikipambana na am inamaanisha sana ni miaka aloishi katika dhiki, na am ni miaka aloishi katika raha. Lakini si kaida kwamba kila am ni mwaka wa dhiki au ni mwaka wa furaha, la, hutegemea ikipambana na kalima cha sana, huku ikaja sana na huku ikaja am kwa pamoja, basi hii imekusudiwa miaka ya dhiki na hii imekusudiwa miaka ya furaha. Lakini kwa kuwa kulikuwa na kitu ambacho kwamba chajulikana, mukatabat, maandikiano, sawa ni maandikiano ya baina ya serikali kwa serikali, baina serikali ile ile kuandikia wajumbe wake, na kadhalika kitabatu dain, idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu, tuandike. Sasa tutaandika lini? Nimemkopesha lini? Mwaka gani? Anilipe lini? Mwaka gani? Ikaja ni lazima tuwe na tarehe. Sasa tarehe ianze lini? Tutajuaje kamba hapa ndipo mwanzo wa mwaka na hapa ni mwisho wa mwaka? Wakati wa khilafa Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah, wakakubaliana na maswahaba kwamba tarehe ianze kwa wakati wa kugura mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Itakuwa wepesi tukidhibiti, kwa sababu nyuma huku hakuna udhibiti uliokuwa maalumu, lakini tuanzeni sasa kudhibiti maalumu. Twajua sisi mtume aligura lini sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yoyote atakaye kuandika tarehe aandike kwa tarehe mwaka baada miaka 3 kugura mtume, baada miaka 5, baada miaka 20, baada miaka 30, baada ikaanza ikaitwa tarikhul hijri, ambayo haina shaka ndani yake, ni mutawatira kuliko hii tarehe miladi, tarehe ya kizungu.
ya mpangilio usiokuwa na akili. Miezi mingine ina 29, ikipita miaka fulani hakuna 29, ina 28. Umuuliza mtu, wewe birthday yako lini? Mwaka huu mimi sina. Kwa sababu mwezi gani ule wenye 28? Februari. Mwaka mara hii imekuja 28 na mimi Februari yangu ilikuwa 29. Sasa mwaka huu mimi sikuzaliwa. Umeona? Ni miaka haina akili. Lakini Kiarabu la, huwezi kupata. Na iktadhat hikmatullah, hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaijalia hii miezi ya Kiarabu ya Kiislamu. Asli ni miezi ya Kiislamu, si miezi ya Kiarabu, ni miezi ya Kiislamu, ila Uislamu ulianza kwa Waarabu. Ni kwamba hii miezi ipitikiwe na namna ya hali ya weather inavyokwenda. Miezi ya kizungu siku zote utakuta Juni ni wakati wa June, July ni wakati wa nini? Upepo na mivua. Kiarabu hakuna namna hiyo, kwa sababu yatakiwa wewe ukiishi miaka 30 umewahi kuifunga Ramadhani katika kila season. Kuna Ramadhani inakuja wakati wa jua, kuna Ramadhani yaja wakati wa mvua, kwa sababu mipangilio hii ilipangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uonde kila aina ya Ramadhani wewe upate ujue Ramadhani hii kuna hija itakuja, ni wakati wa jua. Kama walokwenda hija mara hii Mungu awatakabalie, wakapambana na dharubu ya jua, wakapambana na dharubu ya mengine, lakini ajruka ala qadri nasabuka. Kila kwenye jambo la thawabu unapopata shida, elewa thawabu zinakuwa zaidi. Haifanani wanaoketi kwenye grade A sijui wanahitaji kule Mina na wale waketio kwenye D au E. Dharubu wewe mai ukaiteke mwenyewe, kule mai huetwa mpaka kitandani. Kila ukisumbuka jua thawabu zinakuwa zaidi. Haifanani yule Ramadhani aloketi kwenye ofisi akapigwa na kiyoyozi kama sisi hapa, pigwa na AC wewe ofisini, na yule anayeangata magunia kwenye jua, thawabu tofauti, haziwi thawabu sawa sawa. Ajruka ala qadari nasabuka. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu atawalea hikaya Nabii Allah Musa, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lakini inshallah sisi laqad laqina min safarina hadha nasiba. Tumepata shida, ete chakula bwana tule. Safari imetupa tabu. Ndio safari ya akhera. Jambo la Mwenyezi Mungu lolote lina tabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema moto ni mporomoko, yani ni barabara ya mteremko, ushuka tu. Pepo ni barabara ya kupanda. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asemaje? Falaqtahama al-aqaba. Kwa nini upande milima? Iqtahim al-aqaba. Akabati yani ni zile ziziwizi, mambo yenye kukushinda, mambo mazito. Mwenyezi Mungu akasema wama adraka mal aqaba, ujue hizo akaba. Asema fakku rakaba, ni umwate mtumwa huru, kisha au itaamun, kulisha. Dharubu kulisha, tena kulisha akakutaja wayutimuna taama ala hubbihi, ulishe kwa kupenda kulisha, miskinan wa yatiman wa asira. Hali ya mwenye kulisha iwe vipi? Innama nut'imukum, sitaki kutolewa kwenye TikTok, sitaki kutolewa kwenye Facebook, sitaki kutolewa kwenye Twitter, sitaki kutolewa kwenye lolote, liwajhillah la nuridu minkum jazaan, sitaki kupigwa picha, sitaki kutangazwa, sitaki kuelezewa. Wataka nini? Inna nakhafu min rabbina yawman, basi mimi naogopa hilo tu, ndio nitakalo. Mistaki watu wajue kwa ni mimi mfanyaye, mistaki watu waelewe kwamba hili limefanywa na fulani. La, yaona sana hali yao. Lakini khutba yetu ya leo tunataka tugusie
kuna kuaga mwaka na kupokea mwaka. Huna budi utauaga. Haimaanishi kuaga kwamba lazima uende mahala fulani useme haya tumeaga mwaka, au uende mahala fulani haya tumepokea mwaka, kama yale mambo yafanywao watu wati leo ni usiku wa nyuya kukatangamano hisin bisi tutu kwa ufu. Hiyo tutu kwa ufu yani kidheri. Wengine tutu kwa asili ya tutu na ufu si kidheri, ni ile ngano hutangamanishwa na nazi. Ndio ile ngano sisi huita tutu na ufu ni nazi. Udu likula tutu kwa ufu, ile tutu kwa ufu. Sasa ile hutangamana Waarabu kwambia hisin bisi, yani tutu kwa ufu. Huyui tutu ni ipi wala ufu hakujulikani. Mume ni upi, na haswa siku hizi wanaume ukata kiuno na mwanamke ukata kiuno. Na sasa cha ajabu, mwanamume ukimsifu kwambia mashallah una kiuno laini, atakutukana na yeye amekikata yeye mwenyewe yeye mwenyewe umwambia ukatisha mauno wewe, una kiuno laini ushinda hata wanawake, kwambia wanatukana. Sasa alikuwa anambia ndio kakatisha kiuno wewe nani? La, yale sio malengo ya Uislamu ati kuaga mwaka na kupokea mwaka. La, kuaga mwaka na kupokea mwaka katika Uislamu kuna hisabu nyingine, kuna maelezo mengine, kuna mazingatio mengine. Ni muhimu kwa kila Muislamu ambaye ana akili aelewa nini lengo lake yeye kupatikana katika hii ardhi. Unajua siku zote utapata shida ukienda mahala ikiwa wewe hujui lilokupeleka ile sehemu ni jambo gani. Waarabu wanamsemo wasema idha lam tadri aina tadhhab fakullu turuq yuaddi ila hadafak. Ikiwa hujui uenda wapi, njia zote za kufaa wewe. Hujui uenda wapi, muulize mtu bwana nenda mchukua njia gani, umuuliza kwani wewe uenda wapi? Hata sijui nenda wapi. Shika ndia yoyote. Shati mwanzo ujue mimi nenda wapi, ndo tutaweza kukuelekeza shika njia gani. Wewe niambia mimi nataka kwenda mahali fulani, nitakwambia shika njia hii. Sasa wewe hujui. Sasa kuna watu mpaka sasa hawajui kwa nini yeye uko ulimwenguni. Ma illatu wujudihi fi dunia, sababu, lengo, dhamira ya wewe kupatikana katika hapa duniani nini? Illa ni moja tu, kaifa turdhi rabbak, vipi utamridhisha Mola wako. Bas, hiyo ndio malengo. Malengo ya sisi kupatikana duniani ni namna gani tutaweza kumridhisha Mola wetu. Bas, hilo ndio muhimu. Sasa wakati umeenda safari, mwenye akili yoyote, lao watu wamefuatana wamekwenda safari, wakifika haya bwana, na kila mmoja na malengo yake. Mimi utoa sana hunu mfano, mfanye biashara, mtu ameenda ni tourism, mtu ameenda ni mgonjwa, mtu ameenda ni siaha kutembea, mmoja ameenda kwenye masomo, jazakallah khair. Mkifika airport, bwana wewe enda wapi? Mimi nenda mtaa fulani. Mbona enda huo? Ni karibu na university. Kwa sababu lengo lake kwenda kufanya nini? Kusoma. Mimi nenda mtaa fulani. Kwa nini? Karibu na hospitali. Kwa sababu lengo lake yeye ameenda kufanya nini? Matibabu. Wewe enda wapi? Mimi nenda mtaa fulani kwenye ufuo wa bahari. Sababu lengo lako wewe kuja kufanya nini? Kutembea, kula pare kwa lugha ya kisasa. Mwingine wewe enda wapi? Mimi nenda Marikiti. Kwa nini? Karibu na soko. Umekuja kufanya nini? Biashara. Enda sokoni unataka kufanya nini? Muone sasa kila mmoja aangalia ende pale ambako kwamba yeye ndio lengo lilomleta ile sehemu. Lakini wewe umekwenda kwa ajili ya biashara, alafu ushukie baharini huko ni masafa mpaka ujapo sokoni, utakwambia wewe una akili. Sasa mimi na wewe sote hapa ulimwenguni tumekuja kwa lengo gani? La kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, je, twajipeleka twashukia ile sehemu ambayo kwamba sehemu hii mimi ndo nitaweza kupata radhi za Mwenyezi Mungu? Jamanini, kuaga mwaka na kupokea mwaka si jambo rahisi, si jambo latakiwa kudharauliwa.
lazim tuwe na malengo. Kuna mwaka wa biashara, si ndio? Watu wafanya hesabu, nimepata, nimepoteza. Kuna watu every single day, kila siku lazima afanye calculation. Leo nimefanya biashara kiasi gani? Leo nimeuza kiasi gani? Kwa nini nimeuza zaidi? Kuna mbinu gani mpya imetumika ikaniwezesha mpaka nikawa kipato leo ni kikubwa zaidi? Na ikiwa imepungua, kwa nini? Leo kulikuwa kuna maandamano, kuna wateja hawakutoka. Ameshajua sababu. Lakini leo tena ndio alikuwa ni public holiday, hakuna hata kazi. Na kwa nini hatukuuza zaidi? Na watu walikuwa mnde wakitembea rebe, yani wamejiachia. Lazima kuna khalal, kuna upungufu sehemu. Sasa ikiwa mfanyi biashara wa dunia hufanya namna hii, je, wewe unayefanya biashara na Mola wako watakiwa ujiwekee hisabu kila saa, kila dakika, kila siku. Mimi nina miaka mingapi? Ingawa hili ni suala twaweza kulekea zawadi hapa, ni nadira ukapata, haswa vijana. Kwa muuliza wewe una miaka mingapi katika Uislamu? Hajui. Mtu kama usimama, wewe Kiislamu una miaka mingapi? Sijui, mimi najua ninazaliwa 1970. Sasa ndio Kiislamu? Sijui. Hatuijui tarehe yetu. Na hii ni moja katika thakafa walokuja nao watu wa magharibi, kutupoteza, kuonekana kwamba haiwezekani kutumika tarehe ya Kiislamu. Hakuna kitu kibaya kama mtu kupotezewa tarehe yake. Manake ukipotezewa tarehe yako, si kupotezewa tarehe yako, umepotezewa huia yako, CV yako wewe umekuwa huijui. Tumekuwa CV yetu yote sisi ni mafrenji, ni wazungu. Hatuna. Zamani ulikisikia mwaka wa kilimo, mwaka sijui wa nini, mwaka sijui wa nini, mwaka sijui, kila watu wana mwaka wao. Leo angalia nchi kama China, wana mwaka wao. China haitumii mwaka huu ya kizungu hii. Wana mwaka wao, wameudhibiti mwaka wao. Wana sherehe takriban siku 8 ya kusherekea mwaka wao, lakini ni mwaka wao. Uko tofauti kabisa na mwaka huu wa kizungu. Ethiopia wana mwaka wao. Ethiopia wametushinda katika nchi za Kiafrika, wameshinda watu wengi, mpaka khati wana khati zao, wana maandishi yao. Na ndio sehemu ambao kwamba peke yake hivi sasa utampata Myahudi piwa. Hao wengine wengi mwakujifanya kina Netanyahu, Netanyahu mwakujifanya tu, si Mayahudi asili, hawana asili wala usuli wa Kiyahudi. Si mada yetu hiyo, itakuja siku tuelezee, Mungu akipenda. Ingawa tulielezea nyuma kule, tulielezea haswa ni nani Mayahudi ndani ya Qur'ani, na tukaelezea hali ya Falastini, na tukaelezea mpaka haya mambo yanavyokwenda. Lakini alhamdulillah, kwa kuwa bado yule kwa wanajibidisha, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul, wanajaribu kila aina watu kusahau thakafa ya Uislamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna nahnu wa inna lahu lahafidhun. Tutahifadhi. Haiwezi kuhifadhiwa Qur'ani isihifadhike Uislamu, kwa sababu hizi zitu ni mutalazimani. Uislamu na Qur'ani. Bila Qur'ani hakuna Uislamu, bila Uislamu hakuna Qur'ani. La wewe ukasema mimi nimehifadhi Qur'ani yote lakini si Muislamu, haina maana. Na wewe kanena mimi ni Muislamu lakini sikubali Qur'ani, hakuna maana Uislamu wako. Lazima hivi vitu viende sambamba. Kwa hiyo ni uzuri kwa kila Muislamu mwenye akili awe na khitwa madrusa, plan ambayo kwamba ameipangilia kwa vizuri, ameisoma kivizuri,
mimi mwaka umemalizika, nilifanya nini mwaka huu? Narudia tena, kufanya ni alomridhisha Mwenyezi Mungu. Hisabu yatakiwa ujipigie, nina yapi nilomridhisha Mola wangu? Hapo mimi nakuelezea hapo, na nataka nifanye nini. Jiangalie. Nabii Allah Isa alayhi wa ala nabina afdhalus salati wassalam alipita mahala akaona vijana na wazee wamekaa, akawaambia wale wazee, salamu alaykum. Alaykum salam. Ikiwa mtu amelima shamba la mahindi, yale mahindi yakawa yameshakamilika, yamekomaa, yahitajiwa afanywe nini? Sema hilo baki yangu, mwenye shamba aje afanye nini? Avune, akate yale mahindi. Akaambia basi ndo nyinyi mumeshakamilika, jua wakati wowote sasa mwenye shamba atakuja kufanya nini? Poleni wazee. Bado nenda na kwingine, usione ni nyinyi tu. Kwa hiyo akawaambia, nyinyi wazee eleweni, ni mahindi yalokamilika, bado yahitaji ya mwenyewe tu, wakati wote ni maamuzi ya mwenyewe. Sasa wala halaumiwi mwenye shamba akija akikata maembe yamefanya nini? Yameiva. Yani utamlomo, vipi bwana wewe yangu maembe na yameiva? Sasa yaloiva fanya atakafanywa nini? Ndo nyinyi wazee mmeshaiva. Ni kungojea. Wale vijana kawacheka. Nabii Allah Isa akawazungukia wale vijana, akasema, mwenye mahindi atamani kula zisuke. Mahindi ya kuchoma utangojea yakomae? Huliwa yakiwa nini? Machanga. Basi ndo nyinyi muelewe. Saa nyingine na siku hizi wajua mahindi machanga yana bei kuliko hindi haya. Na sisi kule kwetu tuna msemo usema, huanguka kidanga nazi kabakia moyo wa kidanga. Kidanga ni kile kijinazi kikiwa kijidogo, hata hali ya wadafu, huanguka na nazi kabakia, manake hufa kijana na mzee akabakia. Sasa Nabii Allah Isa akawazungukia wale vijana, akamwambia, hey, moyo kuna nakuuza maembe mawiti. Maembe kuna saa nyingine maembe watu wapenda maembe mabichi, au sio? Na siku hizi ndio wapendwa utengezwa achari. Ukatengezewa achari zikatiwa rangi, achari zikatiwa sukari. Basi ndo nyinyi mjue saa yote ungojewa oda tu, taka maembe mabiti. Dauzengie sasa kijana gani ngushwe. Nasallallahu salama taala. Sasa hisabu yatakikana kwa wote. Hisabu yatakikana kwa wote. Na kuna zile ziembe sisi huita ziembe zenye sumu, yani vijembe vijidogo, si mawiti, hayatakuwa ni embe, vijidogo, ombe zile zitamu hazina ukali. Ndio zile zijana zitoto. Sikia kijana kimezaliwa hicho kimekwenda. Sasa ni lazima. Kwa nini? Asema, kwanza al-i'tibaru bi mururi al-ayyam, kwa kuzingatia kwamba siku zenda jamanini. Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani, inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liuli al-albab. Kule kuona jua la toka na jua la zama, yataka mara ni usiku, yataka usome wewe kwamba namna jua linavyokwenda ndo mimi nenda. Lakini sasa jua likizama la toka, mimi nikizama sitotoka. Kadhalika ujue kinachozama katika maisha yako, kuna kingine kitafanya nini? Kitachomoza. Sijui mmenifahamu hapa. Kuna mtu alikuwa wampenda, mara amepotea. Jua kuna jana alikuwa nini? Alhamisi, ikaondoka, imekuja nini? Na wewe akiondoka mtu, jua kuna mwingine atareplace. Chochote hakiwezi antaghiba fi qalbika shay'un illa wa lazim an tatla'a shay'an akhar kama gharabat lazim an tatla'. Hakizami ila huwa kimetoka. Lile jua litazama bila kutoka? Kuna yeye uzama bila kuchomoza? Lilichomoza likazama. Na anayechomoza katika moyo wako, jua kuna siku ima atazama kwa kurudi au atazama ndio moja kwa moja. Moja ya mawili, haiwezekani. Mahma tala al-layl
la budda min tulu'il fajri. Usiku hata ukawa mrefu vipi, lakini alfajiri lazima. Ushaona wewe usiku usokuwa na alfajiri, hata ukawa mrefu vipi lazima. Wa mahma tala al-umr lazima min dukhulil qabri, hata umri ukawa mrefu vipi lazima siku moja utaingia kaburini. Sasa ni lazima tuipigie hisabu kwamba qitarul umri yamdhi, treni ya miaka ndio yenda na hairudi sasa na haina breki. Wa ayyamul hayati tamur, siku za maisha zapita jamanini. Sasa faman minna, ni nani katika sisi, yataamalu fi dhalika jayida, azingatia kwa uzuri, siku zenda mi bado tusijata haya, mi bado tunishishiene na utesi, mi bado na la riba, mi bado na la rushwa, mi bado na la haramu, mi bado na sengenya, mi bado na gombana, mi bado na tukana, mi bado na dharau, mi bado. Mbona kwa utabadilika lini? Tutabadilika lini? Lini mimi nitabadilika? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema katika masala ya kubadilika, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Mungu hakubadilishi hata yughayyiru ma anza Mungu akuwafikie. Mashallah atabadilika. Hubadiliki. Jibadilishe ndio utafanya nini? Utabadilika. Jibadilishe na Mungu atakuwafikia kubadilika. Lakini wewe sema haya itafika time nitabadilika. Sikiliza, hakuna mauti yanamngojea mtu abadilike ndio amchukue. Mauti hakungojea wewe na istiqama ndio yakuchukua. Sasa ni wewe uwe na istiqama uyangoje mauti. Wewe kuwa na msimamo uyangoje mauti. Mimi tayari bado yeye tu, lakini kama mimi tayari, lakini useme ngojea, baadaye itakuja ile lahadha, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu. Na hakuna kitu anachojutia mtu baada ya kufa kama kuwa hakufanya mema. Rabbi irji'uni la'alli a'mal, nirudisheni. Wataka nini kwani wewe? Kuna kitu gani hujakipata? Kitu ambacho sijakipata ni hichi, la'alli a'malu salih, nataka kwenda kufanya mema. Kwani ulikuwa huko wewe? Mwenyezi Mungu asema qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maneno haya, alikuwa na nafasi, alikuwa na muda, alikuwa na time. Awalam nu'ammirukum, kwani sisi hatuko hapa muda nyinyi? Mwenyezi Mungu awahutubu wasoko wa Islam, ma yatadhakkaru man tadhakkara wajaakumun nadhir, mpaka ukatoka na nyele nyeupe. Bado tu wewe hujaeleweka, hujaelewa, hujatambua. Utaacha lini wewe mzee? Bado nyele nyeupe, lakini bado wasengenya, bado wadharau, bado watukana, bado wateta, bado wala haramu, bado wanyanyasa. Wangojea nini? Kitu gani tena wataka wewe kije kikuwedhe? Wajaakumun nadhir. Ndugu zangu, ni muhimu tuzingatie hizi siku zisipite suda bure. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atutanabahisha sana, akatuambia fa'tabiru ya ulil, zingatieni jamani enyi wenye absar, basira, sio basar, basira, wenye kuelewa, wenye kutambua. Hebu zingatieni. Mtazingatia lini? Hatuoni mambo yanavyokwenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Hugeuza usiku ukawa mchana, mchana ukawa usiku. Haya yote wewe ukazungumza na mtu kwambia bana ndo tutakulala, si ndo asubuhi bana. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Haya yote
kuna mazingatiwa kwa wale wenye basira, magenius, wenye akili, wenye kufahamu. Inna lillahi ibadan futana, Mwenyezi Mungu anawaja amewajalia tabia yao, maumbile yao ni kuwa na akili. Fatin talaqu dunya, walipa talaka dunia. Ambia ya dunia ghurri ghairi talaqtuki thalathan la raj'ata fiha. Dunia mughuri mwingine, mimi nimekupa talaka 3, hakuna kurudiana tena, sikutaki tena. Talaqu dunya, waliyata dunia. Na cha ajabu Mungu amejalia kwamba dunia ni mfano wa kivuli. Unajua kivuli? Kibarawa wetu wana kivuli? Au barawa hawana kivuli? Unahitaji kivuli? Ukijui kivuli, kile ukisimama utaona kivuli chako kile. Shadow kizungu. Hakuna mbarawa mwingine huko? Bidi tuwazengee tuwaite. Kile kiuli, kiuli. Umejua sasa Sharifu? Sasa kile dunia Mungu ameijalia kama kile kivuli. Waweza kufuata kivuli? Kwa sababu kivuli ukalia wapi? Nyuma. Lakini wewe ukiondoka kivuli kitafanya nini? Kitakufuata. Sasa ndio dunia. Ukiifuata huwezi, lakini ukiiata yeye dunia ndio itakufanya nini? Itakufuata. Mara nyingi dunia henda kwa asoitaka. Aitakao kaipigania asipate. Subhanallah. Na ndio dunia ukiiata utajua namna kuitumia. Sayyidina Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra asema, Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Allah Musa, wama tilka biyaminika ya Musa, qala ya asaya. Akamwambia hiyo asaya ni dunia. Qala alqiha, itupe dunia. Alipoitupa Nabii Allah Musa kama haitaki, kawa haitaki tena, akamwambia khudha wala takhaf. Sasa wewe chukua dunia, haitokudhuru tena. Sababu ulifanya nini? Ulitupa. Dunia ukiitupa sasa hatumia. Lakini dunia ukipigania makamama, wengine wakakupigia mfano kwamba dunia ni kama maji. Maji. Boti ikiwa ndani ya maji haina tatizo, lakini maji yakiwa ndani ya boti bala. Ile boti ikiwa sitajua boti, feri ile hapa, feri hakuna ile feri kwa kwenye juu ya maji hakuna, lakini feri liwe ndani ya maji. Sasa maji yawe ndani ya, uambie sasa feri la ingia maji, mama yangu. Kila mmoja hapo ndo inaitwa rabi nafsi. Siku moja kuna watu walikuwa wakisafiri, mashekhe wakisafiri. Sasa ule shekhe mmoja akamuuliza nahodha, yani ule mpelekeshaji kile chombo, Kapteni, ulisoma nahau? Ambia mimi sikusoma nahau. Nusu ya dunia umekosa. Kumbe nahau muhimu, inshallah kifika tasoma nahau. Wako baharini, bahari kaanza kuleta balaa zake. Sasa upepo, shekhe nahodha akamzungukia shekhe, Sheikh, ulisoma kuogelea? Akamwambia wewe umekosa maisha yote. Ngama mimi si nusu ya maisha. Kama mimi sina nahau, sasa hizo nahau zako. Subhanallah. Ndugu zangu, Ahmad Shauqi ana maneno mazuri kuhusu maisha. Asema daqatu qalbi almar'i qailatun lahu. Huno mgongo wa moyo, heartbeat inaitwa, si ndio? Moyo haupigi tena. Maana yake ndio nini? Sasa ule moyo kupiga qailatun lahu ni wenye kunambia mimi na wewe, innal hayata daqaiqun wa thawani. Jua bana, maisha ni dakika na sekunde tu, ndio maisha. Ikisimama sekunde, maisha yamesimama. Ikisimama dakika, maisha yamesimama. Sasa tufanye nini? Asema fa'mal li nafsika, jifanyie kwa ajili ya kujifanyia mwenyewe. Baada mautika dhikraha, liwe hilo jambo baada ya kufa utakumbukwa nalo, ni jambo ambalo kwamba ni zuri, utafurahia ukikumbukwa. Kwa sababu gani? Asema fadhikru lilinsani umrun thani, kule kutajwa na maisha mengine. Ndio unaona Nabii Allah Ibrahim alisemaje, waj'al li lisana sidqin
fil akhirin, nijalie nami nitatajwa baadaye. Naye Mungu akamjalia, akamjibu kisawasawa. Hakuna anayeswali ila usema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita. Kuna raha kama kutajwa ndani ya swala? Yaki kuna watu hata ukikumbushwa humkumbuki, marehemu fulani ukumbuki. Alikuwa na sijui nikueleze nini, lakini alikuweko, hakumbuki kwa lolote. Pia sahali. Lakini wengine ukitajwa ukorofi, kwani ule ni mkorofi kama marehemu fulani? La ilaha illallah. Fulani alikuwa ni mkorofi. Subhanallah. Katika mambo ya ugomvi, katika kuteta, katika kusengenya, alikuwa hodari, alikuwa hakosi. Kwani ule uvuta kushinda fulani? Fulani alikikokota, alikuwa havuti haswa. La ilaha illallah. Fanya kujifanyia nafsi yako kitu ambacho kwamba kitakuwa ni utajo baada yako, baada ya kuondoka. Siku moja Al-Fudhail bin Iyad, huyu ni mwanachuoni mcha Mungu, alimuuliza mtu, kama taalika, yani una miaka mingapi wewe? Ule bwana akamwambia 60 sana, nina miaka 60. Kina sisi twendao kushuka ya homo sasa. Kwenye 50 tumetoka. Haya, twendao shuka ya homo. Inshallah tuegeshe salama. Manake sote tumetweka. Chombo tumeshatweka na tanga tumeshafanya nini? Tushalikata lile tanga. Sasa bado kuegesha. Kuna zombo henda mbio, kuna na zombo hukokota baharini. Nanga hukwambia nanga hukokota. Chombo henda harijaji, hujawishi. Taratibu, lakini kuna zombo mashallah zishishie tingi, hushuka tu. Nafikiri kiboti cha resi. Sasa akamwambia fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbika, wewe miaka 60 wewe enda zako kwa Mola wako. Yushiku an tablugha, yaonesha karibu kufika sasa. Subhanallah. Mle mtu akamwambia qala inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudhail akamwambia ataarifu tafsira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Wajua wewe tafsiri ya maana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Wajua maana yake au sema tu? Akamwambia vingi sisi, mimi mwenyewe pia mmejua hapa. Asema inna man alima annahu lillahi abdun, yoyote anayejua pale kusema inna lillah maana yake mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Sasa anayejua kwamba yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu, wa annahu ilayhi raji'un, na kwamba yeye atarudi kwa Mwenyezi Mungu, falyalam annahu mawquf, aelewe utasimamishwa kwa Mola wake. Utasimamishwa. Mimi hakuna kitu ambacho kwamba nikifika mahala nakaa nikatamali sana kama kufika boda, au yani umeingia sawa kwa ndege au mipakani, uangalie vile watu wanavyopekuliwa, watu wanavyokaguliwa. Kama una mtu mara shikwa pasu, nenda, hukumbuka kwa Mwenyezi Mungu kutakuwa na watu namna hii. Mwingine utaulizwa begi lako, sina. Basi nenda, begi lako fungua. Sasa mimi na wewe begi letu litaambiwa pita nalo au litaambiwa fungua? Na hatari ni kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimwambia Abu Dharr, wa akhlis min al-amal, ukifanya fanya kwa lillahi. Kwa nini? Akamwambia kwa sababu kastamu wa Mwenyezi Mungu basir, wanatambua original, amali original ni ipi na fake ni ipi, na ambao haifai ni ipi na ambao yafaa ni ipi. Na usiishi kikenya ukaona utakwenda kupambana na kastamu wa Kenya. Hakuna kastamu wa Kenya kwamba ukitoa dogo na dogo ni huitwa tu dogo, mtoto 20,000 ndogo hilo. Fanya matezo wewe. Kuna dogo 20,000. Nakumbuka wakati sisi nzijana usoma, kuna kijana rafiki yetu alikuwa ni mkubwa yeye, lakini nikisoma naye siku hiyo ameshikwa na polisi, akamwambia we kijana, maana yake polisi kila ambaye si yeye umuita kijana. Na ukitaka polisi akuheshimu muulize vijana habari yenu. Basi yeye unena huyo angeniita mimi kijana ila ni mtu
mkubwa. Wewe ukitaka kuweza polisi, ukifika tu, vijana habari yenu? Mzima saa. Habari yako mzee? Hata kama wewe ni kijana, yeye ana ndevu nyeupe, basi yeye hatakuheshimu tu. Hangeniita mimi kijana, ila yeye ni nani? Ni mzee katika serikali huyo. Sasa akamuita, wewe kijana. Ule kawa hakuitika. Unajua yeye si kijana. Na wewe zamani alikuwa hakuna barobaro apenda kuitwa nani? Kijana. Mimi barobaro mzima uniita kijana. Akaenda akamfuata. Wewe mimi nakuita wewe. Mimi nasikia unaita kijana. Wewe si ndo kijana? Wapi kitambulisho? Akamwambia sikubeba, iko madrasa. Akamwambia angalia chai ya mzee. Akamwambia nalo peni hapa. Wakati huo peni lilikitumika. Nalo peni. Peni nifanye nini? Akamwambia mimi sikukwambia nataka kukupa. Ni wewe umetaka, mmekwambia mimi nalo peni. Uende madrasa. Sasa Fudhail bin Iyadh asema, ukijua kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, elewa hili yakini. Subhanallah, angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asemaje? Waqifuhum innahum la ilaha illa Allah. Hebu kumbuka hii sehemu. Hii stage jamani ni nzito. Waqifuhum, ni mitume tena hao. Innahum mas'ulun. Sasa ikiwa mitume wataulizwa, ndugu zangu, mitume, hakuna diplomatic pass hapo. Mtume alilia alipokuwa akisikia Qur'ani isomwe, ilipofika wajina bika ala haulai shahida. Mimi pia nitaulizwa kuhusu ummati wangu, si mtihani huu? Yani wewe utaulizwa wengine. Kazi ya mitume, hakuna diplomatic pass. Leo wenye diplomatic pass wamekuwa huipitia huku, wakiipitia huku, wakiipitia na hili, wakiipitia na hili. Hakuna huko. Waqifuhum innahum mas'ulun. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an 40. Mtu pale anapofufuliwa, zile nyayo zake hazitaondoka mpaka ulizwe mambo manne. Wewe lazima utaulizwa kila mmoja. Waman alima annahu mawqufun, na atakaye kujua kwamba yeye atasimamishwa kwa Mwenyezi Mungu, falyalam annahu mas'ulun. Jua maana ya kusimamishwa ni ulizwe, utaulizwa. Falyaudda lisuali jawaban. Mtu akikuuliza atarajia kwako wewe nini? Jawabu. Nilitoa kiswa, baba na watoto walikuwa waenda zao picnic. Ndio siku hizi mtu akitaka kufurahisha watoto wake ni kuwapeleka picnic, badala kuwapeleka msikitini wakasome au madrasa. Picnic, wametoka safari, yeye mke wake na watoto enda picnic. Kifika mbele, mtu akasimamisha, ataka lifti. Kamuuliza, nani wewe? Kaambia mimi ni pesa. Kawauliza wenzake, vipi? Mtukue atatufaa huyo. Si huko twendako tunahitaji nini? Pesa. Wakambeba. Fika mbele, mtu mwingine akasimamisha. Nani wewe? Kaambia mimi ni cheo serikali. Atatufaa. Tutaifanyia tutakalo. Vuta bangi, kuna nataka tuuliza serikali nini? Tuko nayo, fanyia tutakalo sisi. Kunaweza kutuzuia. Kifika mbele, mtu asimamisha. Wewe nani? Mimi Uislamu. Uislamu. Hota tutia dhiki. Hili alifai. Tatukoma za hapa. Bwana, gari imefanya nini? Imejaa. Jamani, nafasi ile. Pale kuna mtu tutakumbeba. Kwa nini hamumtukui? Mambo tena kuyana hoyo koma za koa hapa. Kitaka maana yake akitaka kujiachia, kwa hiyo jamani ni haifai, haramu. Maana yake hawatembei nyele wazi, maana yake hawatembei mapaja wazi. Tatukoma za koba na hata naye. Kifika mbele, roadblock. Wajua pesa tunazo serikali. Habari zenu? Mzuri. Mimi ni Israeli.
pesa tunazo, sina haja senti mimi nunueni. Serikali haina power kwangu mimi, haitumiki hiyo. Kuna Uislamu hapo, tumemwacha hapo, hata tukarudi tukafanya nini bila dini. Tuacheka, lakini ukizingatia hali ya watu wengi katika sisi, kila mmoja ajiulize nyumba yake dini iko? Dini iko majumbani mwetu? Dini iko kwa watoto wetu? Dini iko kwa wake zetu? Hii roadblock tutapambana nayo, mas'ul, tutaulizwa. Falyalam annahu mas'ulun falya'idda lisuali jawaban. Faqala ar-rajulu, huyu mtu akamjibu al-Fudhail akamwambia, fama al-hila, ndiye ya kuokoka sasa ni ipi? Sina, nyumbani hakuna dini, dukani hakuna dini, barabarani hakuna dini, maisha hayana dini. Hila ni ipi sasa kuokoka na haya masala? Haya masala mazito, mimi nitakwenda kuulizwa, nitajibu nini? Akamwambia, qala yasirun, yasiratun, ni mapesi sana. Fudhail amwambia, qala ma hiya, ndio ipi hiyo nyepesi? Qala tuhsinu fi ma baqiya, palipobakia sasa patengeze. Waswahili wana msemo mzuri usema, yaliyopita si ndwele, tugange khalas. Angalia sasa palipobakia, jirekebishe, tujirekebishe. Yaghfirullahu laka ma madha, ukijitengeza sasa Mungu atakusamehe. Uzuri wa Mwenyezi Mungu haangalii utoka wapi. Mwenyezi Mungu angalia fa aina tadhhabun. Bwanadamu hutaka kuangalia background yake. Ule Sheikh Azuddin tumevuta naye bangi hata ya akhi yamekwisha. Wewe mwanadamu humhesabu mtu atokapo, Mwenyezi Mungu hakuhesabu utokapo. Mwenyezi Mungu hakuhesabu sasa na wendapo. Una nia gani wewe? Una malengo gani? Taki kuangalia wewe zamani ulikipiga mai ukinwa chizi paka miguu ikikushika. Mungu hataki hiyo. Mwenyezi Mungu hamkumbushi mje atokapo. Kwambia wewe angalia tu. Fa aina tadhabun, mwenda wapi sasa? Wewe wekelea wapi? Una malengo gani? Una mataka gani? Lakini mwanadamu mpaka akumbuke mwanzo kuangalia alikuwa vipi? Alikuwa vipi? Na ndio kaona ndani ya Qur'ani, angalia Qur'ani, Nabii Allah Musa aliambiwa na Firauni vipi? Alam nurabbika fina walida, sisi tumekulea wewe jamaa ameti mtume huyu tumekulea wewe sisi hapa. Wa fa'alta fa'alataka allati, umefanya tili wewe ulikuwa tili. Ona mwanadamu ataka kukumbuka ya zamani. Mungu hataki zamani. Wewe sasa ni nani na wataka nini na umekusudia nini na umefikiria nini na umepanga nini? Khalas. Subhanallah, angaliani Mwenyezi Mungu. Tena ajabu ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu, angalia mwanadamu, kosa moja hufuta mazuri yote. Yaani wewe kuwa mzuri siku zote, lakini siku ukinikosea, mimi nilijua ule si binadamu. Nilijua si mtu. Muona sasa imedhihiri kweli kwamba si mtu. Siku zote alikuwa ameficha nini? Makucha. Sasa ameyatoa. La ilaha, kwa kosa moja. Mwenyezi Mungu jema moja husahau makosa yote. Wewe mwanadamu mfanyie makosa. Siku ukifanya wema mwambia ataka kujipendekeza. Muona? Angalia subhan, jamani, angalia kuna raha kama Mungu huyu. Yaani wewe mwanadamu mfanyie makosa siku hiyo angalau mwambie bwana, leo nataka twende tukale mishikaki mimi na wewe. Nataka kujipendekeza. Si Mungu ametuambia, mtume ametuambia atbi'i sayyatan hasana. Mmefanya, lakini sasa nafanya mema, nataka kujirekebisha. Mwanadamu akwambia bado. Lakini Mungu la, ukifanya jema moja yote yale uyasahau yote. Tena angalia tena, subhanallah, Mwenyezi Mungu hutangaza akawaambia malaika, ya malaikati, na watangazia leo kwamba mja wangu istalaha ma'i, amepatana na mimi. Subhanallah, angalia raha. Ndugu zangu, baada ni ndefu, wakati ni mfupi. Khulasa ya hii khutba, usijikatie tamaa kwa uliyofanya.
Hakuna kitu kibaya kama kujikatia. La taqnatu min rahmatillah. Atana umefanya nini? Rudi kwa Mola wako kisawasawa. Tubia kwa Mola wako. Mwambie ya Rabb, tosha. Enough, it's tosha. Mimi nataka, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Mimi nenda zangu kwa Mola wangu sasa. Inna ila rabbika arrujaa. Mimi narudi sasa. Khalas. Wewe kijana usijione bado. Sisi mashallah tena tuna maisha marefu. Kuna na maembe mabiti. Kuna na visuke ukatwa kabla siku zake. Na wewe mzee jua umeshakomaa. Usipokatwa utaanguka. Moja katika mawili lazima. Ima mwenyewe atakuja kukate au wewe mwenyewe utafanya nini? Hakuna embe liloviva likabaki mtini. Embe haliozei mtini. Ushaona embe limeiva mpaka likaoze. Likiiva lafanya nini lenyewe? Na ubaya sasa kuna na pepo ili. Huangusha mawiti itakuwa wewe uloiva. Maradhi hayo siku mengi sijui zichungunya, sijui zinini. Asokuwa na haya, ana haya, kuna sukari, kuna pressure, kuna cholesterol, kuna nasallallahu salama wal afia. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatakiwa waqfatu rujuu ila Allah. Tushangae namna gani tutarudi kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Na hakuna alorudi kwa Mola wake akakataliwa. Lakini yatakiwa ukweli tu. In tasduqillaha yasduquka Allah. Ukimwekea ukweli Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakuamini. Ajua yeye sasa wewe ni mkweli au si mkweli. Wakati kama huu tuko nyumbani mwake. Nia yako wanuilia nini katika umri uliobakia? Muoneshe nia yako Mwenyezi Mungu ya ukweli baina yako wewe na yeye. Wallahi wama dhalika ala Allahi biaziz. Na Mungu hataki ukubwa, hataki makubwa. Usifanye ambao hayataki basi. Usimnyanyase mwenzako, usimdhulumu mwenzako, usimuoneshe nguvu mwenzako. Mungu amekuweka mahala ujue namna gani utaweza ile sehemu kuweza kukaa nayo kwa uzuri. Kuna watu wakiwa tu wamemkodisha mtu au wamfanyisha mtu kazi, atampigia kelele utafikiria ndo alomuumba. Makosa. Elewa, hakutaka yeye awe ni mfanyikazi wako, ni Mungu amempangia kukujalia wewe umkodishe yeye. Mungu aweza na yeye akambadilisha. Ma baina ghamdati ainin wa intibahatiha yubaddilu Allahu min halin. Kufumba na kufumbua Mungu aweza kubadilisha. Usiwe hasa matatizo haya yako majumbani, kuwatukana wale wafanyikazi, kuwarukia wafanyikazi, kuwatolea maneno wafanyikazi. Kwani ukimwambia mfanyikazi akiharibu ukamwambia taratibu, hizo sahani ukiosha kuwa makini, la ilaha illa Allah. Hakuna pendao kuambiwa kwa kelele. Kisha kelele hazitengezi. Itabaki wewe uzoeleke tule ule makelele mkazi, lakini mwite mtu mwambie kwa ukweli. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje? La tasubbul imaa bikasri awani ahadukum fa inna likulli shay'in ajal. Musimtukane mfanyikazi, hadithi hii, kwa kuvunja chombo. Kila kitu kina muda wake. Kama mimi na wewe muda wetu kwa kufa, na wewe ile muda wake kwa kufanya nini? Kuvunjika. Kisipovunjika kama hakikuvunjika, wewe waweza kutia chai tu kwenye kikombe huyajaliwa. Sipende kuweka kikombe hapa ya. Wengine umeweka tilo ya chai ile sehemu ya chini au umeiweka hapa basi imeshuka pa kushuka na chai ya maziwa. Ndio utajua raha hapo. Sasa hizi kombe si original. La, ni original, lakini ni wakati kuna kitu original kama mwanadamu. Uko original zaidi ya mwanadamu, huvundika guu bila sababu. Tena mtu ameteguka tu, kaambia nini? Ameteguka tu, lakini amevundika. Na ukamwona mtu amepambana na dharubu na asivundika nini? Ule kuisha. Na ukamwona ameinuka na una afya ndovu. Si afya ndovu wakati haujafika. Kwani ule si weakness? Sasa msitukane jamanini wafanyikazi. Haya mambo yamekithiri. Yaani kuna watu wapenda kutukana wafanyikazi tu. Wewe pumbavu, wewe jinga, wewe sijui nani, wewe huna akili, wewe
ni nini anamlipa mshahara? Kumbuka kuna na Mola. Kiwa wewe waumona alokuwa chini yako ni mfanyakazi, kuna na yeye alokuwa juu yako ni Mola wako. Mangapi wewe umkosea? Mangapi? Taweza sauti yake? Taweza sauti yake? Anas amsifu Mtume SAW asema hakuwahi miaka 10 kitu sikufanya akanambia kwa nini ukufanya au kwa nini umefanya hili, la bali akinambia la ungefanya jambo fulani ingekuwa bora zaidi. Aina uswati ya Anas. Safari moja alimtuma Mtume Saidina Anas kwenda kumletea kitu. Anas kijana amepita njiani maona watoto wafanya nini? Cheza. Na sengine unajua mtu hakupanga kucheza lakini ile boli limepigwa limekuja paka miguuni mwako. Hata wewe mzee sengine utajisahau, utachukua ukapepeta ukajisahau kama uko barabarani uko na vijana. Si yatokea hayo? Anas akasahau kwa Mtume SAW kwa kuona ni kijana nimemtuma sije kwa limempata jambo, akitoka kama una Anas uteza. Mtume akaja akamfinika mikono namna hii kwenye mato. Anas akishika ile mikono, unajua mikono ya Mtume SAW ilikuwa laini mabofu bofu namna hii. Swalieni Mtume. Nyinyi jamani hata mkisikia jina la Mtume hamshangamki? Swalieni Mtume. Sallallahu alaihi wa alihi. Akamwambia ya Rasulullah nasit, nimesahau. Akamwambia hanenda. Hakumwambia kitu. Lakini mimi na wewe angepigwa kofi ule. Mtu akiswali mwanzo akitaka kwenda kusujudu ufanya nini? Yange sujudu moja kwa moja bila rukuu. Lile kofi. Angalia. Tuweni makarimu, tuweni wapole. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo yake. Kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amtatulie dhiki zake. Kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi zao. Wenye madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wamezoteta na kugombana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awasahilishie. Waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna dhulma ya mtu. Tufe hatuna deni la mtu. Tufe tuna radhi za wazee wetu. Tufe tuna radhi za mtume wetu. Tufe tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.